Serikali inaendelea kutambua na kuheshimu mchango mkubwa wa wazee katika ujenzi wa familia, jamii na taifa kwa ujumla. Wazee ni hazina na tunajua wazee wana maarifa mengi. Kama tunavyosema, ukimwona nyani mzee mpaka amefikia huo uzee, ina maana huko msituni amekwepa mishale mingi, au sivyo? Mpaka ukikutana nyani mzee anachechemea hiyo, sasa amefikia hapa, huyu ana bahati sana. Maana amewindwa na wanyama, amewindwa na vitu vingi mpaka ameweza kufikia pale. Kwa hiyo tunasema kwamba ukimwona mzee kwa kweli ujue huyu mtu ana maarifa mengi, ameishi miaka mingi, ameona mengi. Kwa hiyo mna uzoefu wa kutuelekeza, jamani, huku mnakopita sio sahihi. Hata wakati wa uhuru naambia baba wa taifa alikuwa anakaa na wazee kwenye vijiwe vyao, au sivyo? Kwa nini alikuwa anakaa na wazee? Alikuwa kaina vijana sana, vijana ni wa kuelekeza fanyeni hivi. Lakini wazee walikuwa wanampa mbinu mbalimbali mpaka akaweza kuutoa uhuru pasipo kumwaga damu ya mtu yoyote. Ni kwa sababu ya maarifa na uzoefu waliokuwa nayo wazee wetu. Lakini tunajua pia wazee ni walimu wetu, kama tunavyosema, mnatuongoza. Wazee ni walezi na walezi wa familia. Maadili haya vijana mnakokwenda huko mnatumbukia kwenye shimo, nyinyi ndio mnaotueleza kwa sababu mnajua nini athari yake. Kijana anasema ndio ile anakuwa na ile nusu ya uenda wazimu, anakuwa hajui kitu gani kitatokea mbele yake. Lakini unapompa angalizo, kijana mwelevu atajua mpaka mzee amezungumza hivi, huko anapokwenda sio. Atarudi kwenye mstari mnyoofu na maisha yake kwa baadaye atatoka salama. Lakini kama tunavyojua pia mila na desturi zetu na utamaduni ni sehemu muhimu ya kujenga jamii yenye mshikamano na maadili mema. Kwa sababu wazee mnatupa historia, tulitoka wapi, tulipo na tunakokwenda. Kwa ile historia ile inatusaidia pia kutujenga na kuweza kujua vipi tunajifunza, vipi tuviboreshe na tuweze kufika kule tufanye nini zaidi. Ina lazima kuna sehemu inapoanzia na sio kwingine, ni kwa wazee wetu.